Jina langu naitwa Mashaka Saidi Mchana. Maji kulikuwa na changamoto kubwa, kulikuwa na visima vya kienyeji ambapo vilikuwa na maji ambayo sio mazuri. Maji yale vijana waliokuwa wadogo, maana yale maji yalipatikana mwaka 98. Vijana wadogo ambao walikuwa na miaka kuanzia 7 na 8 walikuwa wanaungua meno na kuwa mekundu. Lakini kwa hivi sasa watoto meno ni meupe kama maziwa ya jororo. Na miguu ilikuwa inapinda au ilikuwa ipinda? Miguu ilikuwa inachanika. Lakini kwa hivi sasa hali ni shwari kabisa. Haya maji yana nini mpaka sasa hivi yamesababisha vijana wamekuwa na meno meupe? Maji yalikuwa na madini ambayo sintofahamu, lakini kwa sababu kisima tulichochimbia hivi sasa, wataalamu yale maji wamepeleka maabara wakasadikisha kwamba maji yale ni salama. Jambo jingine alilofanyia Mheshimiwa Rais upande wa Mayang'ombe pale kata ya Kwadelo, tumepewa shilingi milioni 46 kwa ajili ya kujengea shule, na shule inaanza kujengwa muda mfupi kutoka hivi sasa. Inasadikika watoto walikuwa wakisomea chini. Naam. Watoto walikuwa wakisoma chini. Walikuwa na darasa moja tu la shule shikizi. Kwa walikuwa wanatembea umbali mrefu. Walikuwa wanatoka umbali mrefu na kukosa masomo kwa wakati. Shukrani. Kwa jina naitwa Zaibatu Halifa Salumu, ni mkazi wa kijiji cha Kwadelo. Napenda sana kumshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maji, tulikuwa na shida ya maji mpaka watu walifikia wanang'atwa na fisi usiku kwa sababu ya kugombania maji. Tunaenda usiku, tunaenda kukesha, ndoo za utotoni zinapatikana kuhusu haya maji. Maji sasa hivi yameshapatikana mpaka manyumba yetu yana maji na tunachota tu maji kwa urahisi. Mradi mwingine na hapa kwenye maji inasadikika kwamba meno ya watoto yalikuwa yakibadilika. Kwa sababu tulikuwa tunachota maji ya kisima, meno yalikuwa yanabadilika na meno yanaendelea kubadilika mpaka sasa hivi meno yetu yameshakuwa safi kwa sababu tumeshapata maji safi na salama kupitia mradi huu wa Mama Samia aliyotuwezesha. Na mradi mwingine ni wa umeme. Ndani ya kata yetu ya Kwadelo kuna mradi mkubwa ambao ni wa umeme, ina vijiji 5 kata yetu, na wote wameshapata vitongoji baadhi ndio bado hawajapata umeme, na tunatarajia mama yetu Samia kipenzi atatufanyia juu chini ili sehemu zilizobaki hazina umeme zimalizike. Na tulikuwa hatuwezi hata kupika na majiko haya ya kuni kila siku. Sasa hivi watu wanatumia umeme, wanatumia kila kitu, wameachana na habari ya kuni. Kwa jina naitwa Omari Hassan Musa, jina maarufu Omari Mchaga. Kwanza mimi nashukuru sana serikali yetu ya Muungano wa Jamhuri ya Tanzania kuongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni kikubwa mpaka sasa hivi kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alitutujengea. Kwanza katutengea milioni 40 katika kata yetu ya Kwadelo, ya shule ya msingi Kwadelo, na kutujengea madarasa 2. Mpaka sasa hivi madarasa yameshakamilika. Kingine katuwekea miradi ya maji katika kata ya Kwadelo. Mimi sina budi kusema Mama Samia Suluhu Hassan mingine 5 tena. Kwa miaka 4 kabla ya uongozi wake hali ilikuwaje huko nyuma huko? Ilikuwa hali kwa sababu tulikuwa tukipata tabu sana watoto wetu. Watoto walikuwa kikaa darasani zaidi ya watoto 150. Lakini sasa hivi watoto wanakaa ni 4 katika kila dawati moja. Na ufaulu ni mkubwa. Mimi kama mwana kijiji wa kata ya Kwadelo, kila siku natembelea shule ya msingi Kwadelo, naona sina budi kumshukuru mama. Naitwa Haruna Kadida, ni mwananchi wa Kwadelo. Kwanza kabisa Mama Samia ametujengea maabara ya kisasa kabisa kwenye shule ya kata. Maabara hiyo imewawezesha wanafunzi kufanya vizuri, wanafanya ufaulu umekuwa mkubwa zaidi tofauti na mwanzo, wanafunzi walikuwa wakihangaika. Maabara hiyo imechukua thamani ya milioni 25 hadi kukamilika, na hivi sasa inafanya kazi vizuri kabisa. Pili, katika shule hiyo ya sekondari, Dr. Samia Suluhu Hassan ametujengea madarasa 3 yaliyokuwa na thamani ya milioni 60, na hivi sasa yamekamilika na wanafunzi wanafanya vizuri kabisa, wanakaa kwa idadi inayotosheleza. Pia ametusaidia milioni 12.5 kukamilisha nyumba ya mkuu wa shule iliyokuwa imeachwa katika nafasi ambayo ilikuwa haijakamilika.
Mama Samia ametuwezesha na tumekamilisha, na hivi sasa mkuu anakaa shuleni na kila kitu kinaenda vizuri kabisa. Kwa kweli Mama Samia ametusaidia vingi, vijiji vyote vya kata ya Kwadelo amesaidia ni mengi, huduma ya maji, umeme na vinginevyo, lakini kwa hivyo vichache naomba nimshukuru sana na nitahakikisha na kuwa naye na naunga mkono jitihada zake zote. Nashukuru kwa hilo. Na unatarajia nini sasa, labda mambo gani yanastahili kuboreshwa katika kata hii katika kipindi kingine? Kwa kweli kwa jitihada alizozifanya tumeziona na tunashukuru sana. Tungependa aendelee kuongeza wigo katika na sekta hizi za kilimo, ufugaji. Kwenye mifugo na kilimo tungependa atuwekee mazingira fulani ambayo yatamwezesha mkulima kufanya vizuri zaidi. Tunashukuru kwa sasa tumewekea mifumo ya stakabadhi ghalani ambayo imetusaidia sisi wakulima kupata pesa yetu na kuuza katika soko ambalo ni la uhakika zaidi, na pia tungeomba atufanyie hivyo hivyo katika mifugo na vinginevyo ili wananchi wa Kwadelo tuweze kunufaika, na tutamuunga mkono jitihada zake zote. Na pembejeo hizi ruzuku zinazotolewa unadhani zinatosheleza au kuna muhimu wa kuongeza zaidi au kupunguza zaidi? Hapana, zinahitaji ziongezeke kwa sababu tumeangalia sensa ya mwaka uliopita, Kwadelo kidogo imekuwa na watu wengi tofauti na nyuma. Kwa hiyo tungependa Mama Samia aweze kutuangalia kwenye hilo na kutuwezesha kutupa semina na wataalamu. Mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi cha miaka minne 2021, 22 hadi 2024-2025 kata ya Kwadelo. Tutaanza sekta ya elimu. Mradi wa kwanza ukamilishaji wa chumba kimoja cha maabara kwa Kwadelo Sekondari, ambao kiasi cha pesa kilitoka milioni 25 kutoka halmashauri. Mradi umekamilika kwa 100% na unatumika. Mradi wa pili, madarasa matatu kwa Kwadelo Sekondari, kiasi cha pesa kilichotoka ni milioni 60 kutoka serikali kuu. Mradi umekamilika na madarasa yanatumika. Mradi wa tatu kwenye sekta hiyo ya elimu ni ukamilishaji wa nyumba ya mkuu wa shule wa sekondari, kiasi kilichotoka ni milioni 12,500 ambao kimetoka kwenye serikali kuu. Mradi umekamilika na unatumika. Mradi mwingine ni ujenzi wa darasa moja shule ya msingi kwa Kwadelo B, kiasi kilichotumika ni milioni 20 kutoka serikali kuu. Mradi umekamilika na jengo linatumika. Mradi mwingine umaliziaji wa darasa moja shule ya msingi kwa Kwadelo B, kiasi kilichotoka ni milioni 12,500. Ukamilishaji tayari na darasa linatumika. Mradi mwingine ni ujenzi wa madarasa mawili shule ya msingi Kwadelo, kiasi kilichotoka ni milioni 40. Mradi umekamilika na majengo yanatumika. Mradi mwingine ujenzi wa madarasa mawili na ofisi shule ya msingi Makilinya, kiasi kilichotoka ni milioni 40. Mradi umekamilika na majengo yanatumika. Mradi mwingine ujenzi wa madarasa mawili na vyoo matundu 6 shule ya msingi Makilinya, kiasi kilichotoka milioni 55,815 kutoka serikali kuu. Mradi umekamilika na unatumika. Mradi mwingine ujenzi wa madarasa mawili ofisi shule ya Shikizi Boma ya Ng'ombe, kiasi kilichotoka ni milioni 46 kutoka serikali kuu, na mradi bado unaanza hivi karibuni. Mradi sekta ya afya, ujenzi wa vyoo matundu 5, kichomea taka, mnara wa tanki la maji, kinawia mikono na usambazaji wa vyumba vya kutolea huduma. Pesa taslimu iliyotoka ni milioni 50 kutoka serikali kuu. Mradi umekamilika na unatumika. Mradi sekta ya maji, ukarabati wa matanki mawili ya maji, ujenzi wa DP mpya 6 na ukarabati wa DP 5, kuchimba kisima kipya, ununuzi wa pampu mpya inayotoa lita 13,500 kwa lisaa. Swala la kudumisha amani limebeba mambo mengi sana mwe. Kuachana na uhalifu, kuachana na wizi, kuachana na vitendo vyote viovu. Unapoachana na hivyo vitu unakuwa umedumisha nini? Amani kwa ujumla. Kwa hiyo tukidumisha amani ya kata, tunakuwa tumeachana na vitu vyote viovu ambavyo vikubaliki katika nini? Katika nchi yetu. Swala la pili naomba niliongelee na nataka nilisisitize zaidi. Katika kata zote nadhani sasa hivi tu katika msimu wa mavuno.
nataka niwape elimu kidogo ya kuhusu masuala ya kutunza pesa ndani. Tuachane na ile tabia ya kutunza pesa ndani. Kuna vyombo vingi sana vinavyosaidia masuala ya nini ya kutunza pesa. Siku sio nyingi tutaanza kupokea kesi nyingi sana za watu kuibiwa pesa. Kwa kabla haya mambo hayajatokea, nataka niwashauri wananchi wenzangu wa kata ya Kwadero, tuachane na tabia ile ya kutunza pesa ndani. Unakuta mwananchi ana zaidi ya milioni 5, milioni 10 ndani. Tuachane na hiyo tabia. Tutazalisha wizi mwingi sana katika kata yetu. Jambo la mwisho na la tatu ambalo niliongelee, ambalo sasa hivi limeshakuwa kama mtambuka katika wilaya yetu ya Kondoa, ni swala la matumizi na uuzaji wa madawa ya kulevya, hasa mirungi na bangi. Hili swala tunalichukulia kama kitu cha kawaida sana, lakini ni jambo ambalo serikali iko serious. Paka naingia au nafika katika mkutano huu, hakuna sheria yoyote iliyofanywa mabadiliko kwamba matumizi ya mirungi au bangi yameruhusiwa. Kwa hiyo tuendelee kushikilia pale pale kwamba matumizi ya mirungi au uuzaji wa mirungi hairuhusiwi kisheria. Kwanza tumeeleza mafanikio yaliyofanyika, ila kata yetu bado ina changamoto kubwa. Kwa hiyo kwa vile mkurugenzi yuko hapa na tumeshirikiana naye vizuri sana katika kutatua kwanza hizo changamoto. Mheshimiwa mkurugenzi, nakushukuru sana. Na changamoto zingine kubwa kabisa zilizopo kama mabarabara yetu haya. Nafikiri umepita barabara kutoka Busi kwa Delo. Amejionea mwenyewe kunahitajika nini, vifusi kwenye madaraja na kadhalika. Pia ningependa zaidi ungepita barabara ya kutoka Kodelo sasa, kwa sababu unaenda Kondoa mjini upitie Makirinya, ili ajue changamoto iliyoko pale. Na barabara ile iko kwenye budget ya mwaka 2025-26. Kwa niseme kwamba pamoja na serikali kuleta fedha nyingi, utakuja kuona kwamba katika fedha ambazo zimekuja katika kata nzima ilikuwa na miradi 13 kama alivyosema mtendaji wa kata. Wananchi thamani yake ilikuwa ni milioni 15.5, na halmashauri kupitia mapato ya ndani tumeleta milioni 60.7. Serikali kuu imeleta shilingi milioni 261 na wahisani imeleta milioni 731. Naomba niseme kitu kimoja, hizi fedha zote ni baada ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama singekuwa na mahusiano mazuri na wahisani, maana yake wahisani wasingeleta fedha hapa kwetu. Kwa hiyo watu wanaweza kukaa wakasema hizo fedha ni za wafadhili. Kuna mfadhili gani anaweza kukaa kama rais akisema usije? Hakuna. Kwa hizi fedha ambazo wahisani wameleta, fedha ambazo sisi kama mapato ya ndani tumeleta, zote maana yake ni fedha zilizotakiwa ziletwe na rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan.